hayawi huwa hatimaye wananchi Yanga wamefanikisha lile lengo lao la kutoa taji la ligi kuu Tanzania bara kwa mara ya 5 mfululizo kutokana na ushindi mnono wa mabao 3-0 dhidi ya wenyeji JKT Tanzania kwenye uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo Mbweni jijini Dar es Salaam. Ushindi huo ulitokana na mabao dakika ya 8 lililowekwa wavuni na Prince Mpumelelo Dube, halafu Maxi Mpia Nzengeli akafunga bao la pili katika dakika ya 50 kabla Laurindo Depu kukamilisha ushindi huo mnono kwa bao la 3 katika dakika 66 na hivyo kuifanya Yanga itoa ubingwa huo wa ligi kuu Tanzania bara kwa mara ya 5 mfululizo baada ya kufikisha pointi 75, lakini pia kwenye idadi ya mabao ikifunga mabao 71 huku ikiruhusu mabao 9 tu. Mabao haya 71 yameifanya Yanga kwa mara nyingine tena kuwa ndio timu iliyofunga mabao mengi zaidi, lakini mabao haya 9 yameifanya Yanga kuwa ndio timu yenye ukuta imara zaidi katika msimu uliomalizika leo hii wa ligi kuu Tanzania bara, kwa sababu timu inayofuatia kwa kuruhusu mabao machache ni watani zao wa jadi Simba ambao wameruhusu mabao 11. Lakini katika kufunga Yanga wakati wakiwa na mabao 71, wekundu na Msimbazi Simba ndio wanaofuatia, kwa sababu kabla ya mchezo wa leo walikuwa na mabao 53, lakini bao 1-0 aliloshinda dhidi ya KMC imefanya wamalize wakiwa na mabao 54. Yanga tangu mwanzo wa mchezo walionekana kudhamiria haswa kwamba wanapata pointi 3 muhimu, licha ya kwamba walihitaji hata sare tu kujihakikishia kutoa ubingwa ligi kuu Tanzania bara kwa mara ya 5 mfululizo. Ndio tangu dakika ya kwanza ni wao ndio walikuwa wakimiliki mpira zaidi, ni wao ndio walikuwa wakishambulia zaidi, muda mwingi mpira ukichezwa katika eneo la pili la uwanja, kwa maana kwenye eneo la JKT Tanzania ambao walijikuta wakizuia zaidi kuliko walivyokuwa wakifanya mashambulizi, huku golikipa wao Ramadhani Chalamanda wa JKT Tanzania akiwa bize muda wote, ilhali Djigui Diarra akifanywa mashambulizi machache katika dakika zote 90 za mchezo. Kwa namna ambavyo Yanga walikuwa wakicheza, kukabiliana kwenye mipira 50 kwa 50, kupambania vya kutosha ili kuishinda, pasi za haraka moja kwa moja na ufanisi katika kutumia nafasi hizo, hatimaye ukawafanya waibuke na ushindi wa mabao 3-0, ushindi ambao unakumbushia kile walichokifanya katika mzunguko wa kwanza dhidi ya JKT Tanzania pale waliposhinda mabao 5-0 kwenye uwanja wa KMC Complex. Na sasa kwa ujumla kwa JKT Tanzania, Yanga imefunga mabao 8-0 katika safari yake ya kutoa ubingwa wa 5 mfululizo. Ubingwa huu unaashiria nini? Kwanza, performance ya Yanga bado imeendelea kuwa ya juu, kwa sababu kumaliza na pointi 75 huku watani zao wa jadi Simba wakimaliza na pointi 73, maana yake wameiacha Simba kwa tofauti ya pointi 2 ambao ni watani zao wa jadi. Lakini pili ni kwamba ni performance, kwa sababu pointi 75 ni kati ya pointi 90 zitokanazo na mechi 30. Ukizidisha kwa 100 unapata ufanisi, tunasema wa around 83% ambao ni wajibu. Hata hivyo, kwa Yanga yenyewe ukilinganisha na alichokifanya msimu uliopita, walimaliza ligi na pointi 82, performance ya 91%, huku mabao wakifunga 83 wakiruhusu mabao 10. Msimu huu pointi 75 kwa vigezo vyao pointi zimepungua kutoka 82, lakini kwenye ligi bado ni performance ya juu inawafanya watoe ubingwa mwingine. Lakini kwenye mabao wamepunguza pia kutoka mabao 83, sasa wamefunga mabao 71, lakini bado ndio mabao mengi kuliko timu nyingine zote. Lakini ushindi huu unaifanya Yanga iandike rekodi mpya katika ligi kuu Tanzania bara. Ndio ligi hii kuu tangu ianzishwe kwa utaratibu wa sasa kuitwa ligi kuu kutoka kuitwa ligi daraja la kwanza msimu wa 1996-97, hakuna timu yoyote ikiwamo Yanga yenyewe, watani zao wa jadi Simba ama timu nyingine yoyote iliyowahi kutoa ubingwa mara 5 mfululizo. Hii ni mara ya kwanza tangu mfumo huu mpya. Lakini pia ukiangalia kwenye historia ya ligi kuu Tanzania bara, tangu wakati ikiitwa ligi daraja la kwanza, Yanga wenyewe walifanya hivyo miaka ya 60 kutoa ubingwa mara 5 mfululizo. Simba watani zao wa jadi walitoa ubingwa mara 5 mfululizo takriban miaka 40 plus iliyopita. Kwa sababu hiyo, hiki walichokifanya Yanga ni uthibitisho kwamba wameimarika mno katika siku za karibuni, na hasa baada ya kufanya mabadiliko kwenye muundo wao wa kiongozi, kuingia kwa rais wao Engineer Hersi Said kutoka mfumo wa mwenyekiti, lakini viongozi wao wengine, makamu wa rais Arafati Haji,
CEO wao Mtine, lakini pia benchi la ufundi na kamati ya utendaji kwa ujumla, inaonekana wazi kwamba wameimarika mno katika kuunda kikosi imara, kikosi cha ushindani, kiasi ya kwamba wana dominate, wanatawala ligi kwa misimu mitano mfululizo, huku pia ndani ya misimu hii mitano wakitoa mara 4 mfululizo kombe la shirikisho la benki ya CRDB. Lakini sasa Yanga kuanzia msimu wa 2022-2023 wamekuwa kwa mfululizo wakifika hatua ya makundi kwenye michuano ya CAF, ligi ya mabingwa barani Afrika, lakini pia kombe la shirikisho barani Afrika, jambo ambalo misimu ya nyuma, miaka ya nyuma lilikuwa ni nadra, lakini sasa wanazidi kujiimarisha kwa hilo. Hata hivyo, matokeo haya ya taji la 5 mfululizo wakati yakidhihirisha juu ya ubabe wa Yanga kwa ligi kuu Tanzania bara, lakini kwa ujumla msimu huu kwa vigezo vyao wamedrop kidogo, kwa sababu msimu uliopita walitwaa kombe la Muungano ambalo msimu huu hawajalitwaa, walitwaa kombe la shirikisho la benki ya CRDB ambalo msimu huu hawajalitwaa, na bila shaka kwenye msimu ujao 2026-27 Yanga watajiimarisha zaidi ili kuendelea kuleta changamoto kwenye ligi kuu Tanzania bara, lakini pia kupeperusha vyema bendera ya Tanzania katika michuano ya kimataifa, hususan michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika ambayo tiketi yake wameitoa tena kwa kutoa taji la ligi kuu Tanzania bara. Kongole kwa wananchi. Yanga iliyobaki ni kujipanga, furaha yao hii ihamie pia kwenye michuano ya CAF ambayo kwa msimu uliomalizika waliishia hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika wakimaliza nafasi ya 3 kwenye kundi lao na hivyo kushindwa kwenda hatua ya robo fainali. Nini kilichowafanya wafanikiwe katika ligi kuu? Ni pamoja na kuwa na wachezaji wengi wenye ubora wa hali ya juu, lakini usajili wakati wa dirisha dogo uliowezesha ujio wa Alan Okello na nyota wengine kadhaa walioimarisha zaidi Yanga, na matokeo yake Okello licha kwamba alijiunga wakati wa dirisha dogo amemaliza akiwa miongoni mwa wafungaji wenye mabao mengi, akifunga mabao 14 lakini akitoa assist 7. Itakuwa vipi kwa msimu ujao? Ni swala la kusubiri, lakini kubwa, kongole, pongezi kwa Yanga kwa taji la 5 mfululizo la ligi kuu Tanzania bara, ligi namba 5 kwa ubora barani Afrika kwa vigezo vya CAF, ikizidiwa tu kwa ubora na ligi kuu ya Misri, ligi kuu ya Morocco, ligi kuu ya Algeria na ligi kuu ya Afrika Kusini. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye. Ligi kuu ya Morocco, ligi kuu ya Algeria na ligi kuu ya Afrika Kusini. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.